Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kesho anatarajiwa kulihutubia bunge la 13 na kutoa hotuba inayosubiriwa kwa hamu na Watanzania. Na klabu ya soka ya Yanga yafungua shule mpya ya michezo kwa vijana ikiwa na lengo la kuibua vipaji kuanzia umri wa chini ya miaka 11 hadi 15. Na habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10, leo ikiwa ni Novemba 14 mwaka 2025. Karibu sana katika asubuhi njema, na kawaida tunaanza hapa na habari ya asubuhi njema. Mimi naitwa Emily Lazarus, karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan leo anatarajia kulihutubia bunge la 13, ambapo baadhi ya wabunge wanatarajia hotuba hiyo itahusu moja kwa moja masuala muhimu yanayowagusa Watanzania, ikiwemo ajira kwa vijana na hatua za kuimarisha utekelezaji wa dira ya maendeleo. Ni nje ya ukumbi wa bunge jijini Dodoma mara baada ya shughuli za kikao cha 3 mkutano wa kwanza wa bunge la 13 unaoendelea kuahirishwa, ambapo baadhi yao wamesema hotuba hiyo inatarajiwa kueleza mwelekeo wa serikali yenye lengo la kuinua maisha ya wananchi. Natamani kusikia hotuba ya Mheshimiwa Rais ikilenga maisha ya Watanzania. Natamani kuona inalenga maisha ya Watanzania, kiu za Watanzania katika changamoto zao wapate matumaini kwamba zinakwenda kutatuliwa. Imani yangu ni kwamba anakuja kuzungumza speech ambayo itakwenda kuhuisha imani ya Watanzania na inaenda kuhuisha matarajio na matamanio ya Watanzania kuona Tanzania mpya inakuja katika uongozi wake wa Mheshimiwa Rais. Ni kweli kwamba amefanya kazi kubwa kwa miaka 4 ambayo ameitumikia kama rais, lakini ninaamini kwa miaka hii 5 atakuja na mageuzi makubwa kwa kasi ya kipekee, na pengine pia atatoa mwelekeo wa kitaifa. Wameongeza kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa uteuzi aliofanya wa Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, ambaye anatarajiwa kuapishwa Ikulu Chamwino mkoani Dodoma baada ya kuthibitishwa na bunge. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa na serikali ambayo Mheshimiwa Rais ameanza kuiunda leo. Tumempata Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, na tunaamini kwamba zile ndoto za Mheshimiwa Rais kupeleka maendeleo vijijini inaenda kutimia kwa vitendo. Kwa namna alivyotaja kwamba watumishi wa umma wajiandae kufanya kazi kwa weledi, sekta zote zijiandae kutumikia wananchi, sekta zote zijiandae kufanya kazi ya kuisaidia Tanzania iweze kusonga mbele kimaendeleo na kiuchumi. Sisi wabunge tumefurahishwa sana na hotuba ya kwanza aliyoitoa Dr. Lameck Mwigulu Nchemba ya kuonyesha kwamba anakwenda kuisimamia watumishi wa umma vizuri ili wafanye kazi zao vizuri, kuleta heshima na kuleta matumaini makubwa kwa Tanzania. Hotuba ya rais ndani ya bunge ni hatua ya kikatiba na kisiasa inayolenga kueleza mwelekeo wa serikali, kutoa tathmini ya utekelezaji na kuimarisha uwiano kati ya mihimili ya dola. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Baadhi ya wananchi wakiwemo wakulima huko katika kijiji cha Igombe na maeneo jirani wilayani Kaliua wamelalamikia adha kubwa ya ubovu wa miundombinu ya barabara, huku wakiomba serikali kuweka jitihada za makusudi kukarabati miundombinu ya barabara katika kijiji hicho mapema kabla mvua za msimu wa masika hazijachanganya kunyesha. Wito huo umetolewa na afisa utafiti kutoka TADB Bwana Kista Masaki wakati wa kuwajengea uwezo wakilishi wa vikundi mbalimbali kuhusu fursa zinazotolewa, ambapo amesema kupitia mfuko wa dhamana wa wakulima wadogo nchini wanatoa mikopo kwa kushirikiana na taasisi zingine za kifedha ambazo zimeingia makubaliano na benki hiyo. Wanaopatiwa mikopo anaweza akawa mkulima mmoja, kikundi cha wakulima kilichosajiliwa, vyama vya ushirika na makampuni yoyote yanayojishughulisha na kazi za kilimo. Na itahudumia kuanzia pembejeo kwa maana ya mbolea, mbegu bora, viuatilifu, patikanaji wa zana za kilimo, matrekta, mashine mbalimbali za kuchakata. Mkulima awe na dhamana. Dhamana ni mali isiyohamishika, inaweza ikawa ni nyumba, ni viwanja, ni mashamba, lakini yawe na hati miliki au hati za kimila. Akifungua mafunzo ya kuwajengea uwezo yaliyoandaliwa na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania kwa wawakilishi wa vikundi, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abasi Ahmed amesema tuzingatie kanuni bora za kilimo
kwa kuhakikisha tunaendelea kupima afya ya udongo, tunaendelea kutumia mbegu bora, lakini tunaendelea kuzingatia matumizi sahihi ya viuatilifu na mbolea, na hivyo kuufanya mkoa wetu kuendelea kuwa kinara wa uzalishaji wa mazao ya chakula hapa nchini. Itaenda kuchochea maendeleo ya kilimo, itaenda kuchochea hata wale kulima wadogo ambao walikuwa wanapata shida kwa mikopo. Nafikiri kwa sababu iko jirani itakuwa ni rahisi, kwanza itakuwa inafikika kwa karibu zaidi sana. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA unaendelea na utekelezaji wa mpango wa kuimarisha mifumo ya kidigitali nchini ukiwalenga watumishi wa Wizara ya Viwanda na Biashara kwa lengo la kuongeza ufanisi wa utoaji huduma katika kulinda haki za wamiliki wa biashara na kuchochea ukuaji wa uchumi wa viwanda. Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara Dr. Ashil Abdalla amesema utekelezaji wa mfumo hiyo umelenga kuwajengea uwezo watumishi wa umma na sekta binafsi kutumia teknolojia kwa ufanisi zaidi ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za usajili wa kampuni, alama za biashara na leseni. Kama mnavyofahamu, jukumu la BRELA ni kutekeleza sera ambazo zinasimamiwa na wizara. Kwa hiyo uelewa wa pamoja ndani ya kikao kazi hiki itajenga misingi imara ya uwajibikaji na usimamizi katika kutekeleza sera ile ya taifa ya biashara, lakini pia ile ya maendeleo endelevu ya viwanda. Hivyo kwa kupitia mafunzo haya, ninaamini viongozi wa wizara pamoja na sisi wana BRELA tutapata fursa ya kuelewa zaidi na kwa undani taratibu za usajili wa kampuni, alama za biashara, taratibu za hataza pamoja na kutoa leseni zinazohusiana na biashara na viwanda. Hivyo basi kwa kuweza kutambua hivyo itatusaidia kuweza kutoa hata ufahamu zaidi wa kitaalamu kwa wadau wengine wote. Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa BRELA Godfrey Nyaisa amesema taasisi hiyo imeendelea kuimarisha mifumo ya kidijitali ili kupunguza urasimu, kulinda haki ya wamiliki wa biashara, kuhakikisha wananchi wanasajili biashara zao kwa usalama kupitia mitandao, ikiwa ni sehemu ya mwelekeo wa serikali katika kujenga uchumi wa kidijitali na kuimarisha mazingira rafiki ya uwekezaji nchini. Kupitia jitihada za serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, BRELA imeendelea kuimarisha mifumo ya kidijitali inayorahisisha upatikanaji wa huduma. Huduma zote kuu za BRELA zinapatikana mtandaoni kupitia mfumo wa usajili wa biashara ORS na Tanzania National Business Portal. Katika kutumia mifumo hii, mfanyabiashara anaweza kusajili kampuni, kupata leseni ya biashara au kiwanda na kufanya mabadiliko ya taarifa zake bila kufika ofisini. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Na mipango ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI John Cheo amesema mpango wa serikali katika kutumia njia mbadala ya kupata fedha za utekelezaji wa miradi yake ikiwemo soko la mitaji itarahisisha utekelezaji wa miradi ya wananchi kwa wakati. Cheo amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa kikao kazi na maafisa wa soko la mitaji na watumishi wa serikali kutoka halmashauri mbalimbali nchini, ambapo amesema serikali ina miradi ya kimkakati ambayo bila fedha haitekelezeki, kwani makusanyo ya TRA na halmashauri bado hayatoshi, kwani nchi ni kubwa na watu bado ni wengi. Ndio maana leo tuko na watu wa Core Securities ambao wanakuja kutuelewesha kwa ajili ya namna gani taasisi zetu, nimezungumza kwa habari ya mikoa, nimezungumza kwa habari ya halmashauri, namna ambavyo zinaweza zikapata fedha nyingine zaidi kwa ajili ya kwenda kuwekeza na kuwekeza waweze kupata hela zaidi kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi wa Tanzania. Lakini sisi tuombi dhamana yoyote. Dhamana ni ile cash flow itakayopatikana kwa ndio mradi wako kama ni mzuri. Kwa hiyo cha kwanza tunahakikisha kwamba zile cash flow za mradi zile zinakuwa ring fenced. Zinapatikana kwa namna ambayo zinatumika tu kwa kazi ambayo imepangwa. Partly italipa deni la hii hatifungani, baada ya hapo italipa kinachohitajika, lakini matumizi yake hata kwa chini ya halmashauri tena yatakuwa chini ya benki, tunaita custodian bank, ambayo itapokea mapato yote
na kuyatumia kutokana na mahitaji kama yalivyopangwa. Mkuu wa wilaya ya Babati Emmanuel Kagana ameziagiza taasisi za umma ikiwemo shule, zahanati na vituo vya afya ambazo ni wadai wasugu wa ankara za maji kulipa madeni hayo mara moja ili kuwepo na uendelevu wa upatikanaji wa huduma ya maji kwa wananchi. Huu ni mkutano mkuu wa nusu mwaka wa vyombo vya kutoa huduma za maji ngazi ya jamii chini ya wakala wa usambazaji wa maji vijijini Ruasa wilaya ya Babati, ambao ndio umetoa taarifa ya uwepo wa malimbikizo madeni hayo kwenye taasisi za serikali, hali inayozorotesha utoaji wa huduma hiyo muhimu kwa jamii. Tunatumia umeme, kuna gharama za kuendesha. Sasa kama hatukusanyi tutafanyaje? Tutawezaje kuendesha mitambo hii ya kuleta haya maji kwenye maeneo yao? Kwa hiyo hilo naomba nisogezeeni mezani kwangu niende nikalisimamie. Haya madeni yote nileteni ofisini na mimi nitakwenda kushughulika na hao ambao wote wanatuchelewesha kulipa madeni yetu. Habat Kijansi, meneja wa wakala wa usambazaji wa maji na usafi wa mazingira vijijini wilaya Babati, amesema taasisi hizo zinadaiwa deni linalofikia milioni 19 ambazo ni shule za msingi na sekondari, zahanati na vituo vya afya, huku jumuiya hizo za watoa huduma za maji ngazi ya jamii wakieleza namna madeni hayo yanavyorudisha nyuma upatikanaji wa huduma. Kuna baadhi ya taasisi za umma hasa shule, zahanati na vituo vya afya kutolipia huduma ya maji, ambapo hadi sasa madeni yamefikia milioni 19,716,803. Katika kipindi cha robo ya kwanza Julai mpaka Septemba 2025, lengo la vyombo lilikuwa kukusanya shilingi milioni 133,425 na laki 8. Hata hivyo, hadi kufikia robo hiyo CBUSO zimefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi milioni 93,128 na shilingi 8 sawa na 69%. Kweli wale wanatukwamisha kwa kiasi kikubwa, ndio maana hata kipato chetu kinakwama, mradi wetu hauendi unavyotakiwa. Kwa wakati mwingine tunajikuta tunakwama, tunatumia hela nyingine tofauti kwa sababu wao wanagoma kulipa kwa wakati. Nawasihi wananchi wote na jamii kwa ujumla kuchangia huduma za maji, hasa taasisi changia huduma ya maji kwa sababu zenyewe pia zinabeba watu wengi na kuhudumia watu wengi. Kwa mujibu wa meneja wa Ruasa mkoa wa Manyara James Kionomela, hali ya upatikanaji huduma ya maji kwa sasa mkoani hapa imefikia 78.9 vijijini. Kutoka wilaya Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kwa kushirikiana na wakazi wa kijiji cha Butengo Rumasa wilayani Chato mkoani Geita wamekamilisha ujenzi wa zahanati ya kijiji hicho na kuondolewa changamoto ya kutembea umbali mrefu kutafuta huduma za afya vijiji jirani. Kukamilika kwa ujenzi wa zahanati hiyo na kuanza kutoa huduma ili wasukuma wakazi wa kijiji hicho kwa kushirikiana na wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kupitia shamba la miti Silayo wilayani Chato kuanzisha ujenzi wa nyumba ya watumishi ambayo hadi kukamilika kwake itagharimu zaidi ya milioni 70. Na huduma tulikuwa tunazipata mbali Mtundu, zahanati ya Mtundu au Rumasa, lakini kwa sasa tunapata huduma hapa karibu Butengo. Vifo cha mama na mtoto vilikuwa viko karibu sana, lakini kwa sasa hivi tena hizo changamoto hazipo. Mhifadhi mkuu wa shamba la miti Silayo Juma Msete amesema katika kuunga mkono jitihada za wananchi wamechangia milioni 85 za ukamilishaji wa zahanati hiyo pamoja na milioni 79 kwa ajili ya ukamilishaji wa nyumba ya watumishi katika zahanati hiyo. Tumia zaidi ya milioni 85 kwa mwaka wa fedha 24-25, lakini kwa mwaka wa fedha 25-26 tumetoa zaidi ya shilingi milioni 79 kwa ajili ya ukamilishaji nyumba ya wauguzi. Akiwa kwenye ukaguzi wa miradi hiyo, mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amewapongeza wananchi pamoja na TFS kwa hatua hiyo, huku akiwaahidi kuwa serikali itaendelea kupeleka mahitaji muhimu kwenye zahanati hiyo. Mwelekeo huu mliouanzisha wa kujitolea wa nguvu kazi katika kata hii ya Butengo Rumasa, kata zingine zije kuiga hapa katika kuleta maendeleo kwa Tanzania. Serikali ya Dr. Samia itaendelea kuleta fedha, itaendelea kujenga zahanati, itaendelea kuleta wataalamu wa afya, itaendelea kuleta madawa na vifaa tiba ili wananchi wetu wasitembee umbali mrefu kutafuta huduma za kiafya. Kutoka wilayani Chato mkoani Geita, mimi ni Mrisho Sadik.
Wananchi wa jamii ya wafugaji wa asili katika kijiji cha Losoito wilayani Simanjiro mkoani Manyara wameshukuru serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo ambapo imeweza kutatua kero ya msongamano wa wanafunzi madarasani kwa kuwezesha kujenga madarasa katika shule ya msingi ya kijiji hicho. Akizungumza katika makabidhiano ya madarasa hayo yaliyojengwa na shirika la ACO Tanzania Community Support, mwenyekiti wa kijiji cha Losoito Samson Sakwei ameeleza kukamilika kwa madarasa hayo kutatatua kero ya msongamano ya wanafunzi madarasani. Kwa upande wa elimu wametusaidia kutujengea darasa la awali, lakini pia wametujengea madarasa mawili ya chekechea ambayo ndo iko kwenye process ya kujenga. Kwa muda huu kwa nyuma yangu mnavyoiona ni madarasa mawili ambayo yanaendelea kujengwa na ACO. Tunawashukuru sana. Lakini kwa upande wa afya wametusaidia kumalizia zahanati yetu ya Losoito, wameunga serikali ya Mama Samia mkono. Wamemalizia kwa gharama zao finish yote, lakini pia kutuletea vitanda kini na choo pia. Kwa tunawashukuru sana. Mara ya kwanza awali watoto walikuwa wanasomea chini ya miti, wanagaragara wanaumia na vumbi, lakini kwa huruma yao tunawashukuru sana, wamekuja wametujengea. Kwa upande wake, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Losoito, Loichie Laiza, ameeleza kukamilika kwa madarasa hayo kutachochea ari ya wanafunzi kupenda masomo na hivyo kuongeza ufaulu. Na furaha yangu kubwa sana, ACO amekuwa msaada mkubwa mno, na bado tunaendelea kuwashikilia waweze kutusapoti katika nyumba za walimu, katika vyoo vya wanafunzi, katika madawati. Tulifanikiwa, ACO alisaidia madawati 20 na meza ya mwalimu na viti. Ametusaidia kweli kwa msaada bega kwa bega na sisi. Kwa upande wake, mdau wa elimu Simanjiro, mkurugenzi wa shirika la ACO Tanzania Community Support, Hilda Kimathi, ameeleza kwamba wamesaidia jamii hiyo ya wafugaji wa asili kwa kujenga madarasa na kumaliza zahanati kutokana na uhitaji. Mpaka sasa tumefanikiwa kujenga darasa la kwanza ambalo tulikabidhi mwezi wa kwanza mwaka huu, na kwa sasa tunaendelea na madarasa ya awali, madarasa mawili. Na kwa upande wa afya, kama shirika kwa kushirikiana na serikali tulimalizia ujenzi wa zahanati iliyopo maeneo hayo ya Losoito ambapo ni hapa, na kujenga choo kizuri cha kisasa. Na kwa upande wa zahanati tumejenga huduma ya mama kwa ajili ya mama na mtoto. Ni Novatus Makunga, Channel 10 Manyara. Na katika michezo, klabu ya Yanga imetangaza kufungua shule mpya ya michezo kwa vijana nchini ambayo inalenga kutoa nafasi kwa vijana wa Kitanzania ambao wana vipaji lakini wanakosa misingi sahihi ya kuonyesha uwezo. Hivyo shule hiyo ni mahususi kwa kuibua vipaji kuanzia umri wa miaka chini ya 11 hadi 15. Wakizungumza katika mkutano na waandishi wa habari za michezo mapema hii leo, wakuu wa idara mbalimbali za Yanga wameeleza kuwa shule hiyo ni mahususi kwa ajili ya kuibua vipaji vya vijana ambao hawajapata fursa ya kuonekana na kuonyesha vipaji vyao. Another proud moment for Young Africa Sports Club. Based on the fact that we have a new innovation. Leo ni siku kubwa na ya kihistoria kwa klabu yetu. Tunakwenda kuzindua mradi wa vijana na watoto wa Yanga Soccer School. Mradi huu unaenda kugusa ukuaji wa soka la vijana hapa nchini. Tuna watoto wengi sana ambao wana ndoto za kuwa wachezaji, lakini wanakosa daraja sahihi. Shule hii ya soka itajumuisha watoto kuanzia umri wa miaka 11, 13 na 15. We will go with under 11s, under 13s and under 15s to start with. With the Younger Soccer Schools, we want to be able to give a safe environment. Younger Soccer School ni daraja la kipekee la kutimiza ndoto za watoto wanaotamani kuwa wanasoka. Kupitia mradi huu tunaweza kupata vijana ambao baadhi yao wanaweza kujiunga na timu zetu za under 17 na under 20. Yanga Soccer School ni sehemu ambayo mtoto atapata maarifa sahihi ya soka. Tunakwenda kuanzisha mtaala maalum wa kumnoa mtoto. Yanga ni taasisi inayoheshimika. Hivyo ukimlea mtoto wako hapa, utakuwa umemjengea mazingira sahihi kiusalama na kitaaluma. Improve. We will be able to give them the opportunity to follow their dreams. 600,000 kwa mwezi wa kwanza.
na hiyo 600,000 imebeba shilingi 50,000 ya fomu ya usajili, imebeba 150,000 ya vifaa ambavyo tutampatia mtoto, ada ya mafunzo shilingi 400,000. Baada ya kulipia 600,000, mzazi utakuwa unalipia shilingi 400,000 kila mwezi. Esther Mtebe, Channel 10 Michezo. Mtazamaji, mwisho wa habari ya asubuhi njema. Endelea kutazama Channel 10.